Mnyama mkali wa mwituni Simba atakuwa mawindoni Alhamis wiki hii kumenyana na Mangush Coastal Union, mchezo utakaopigwa majira saa 1 kamili usiku katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Simba imetoka kupata ushindi wa mabao 3 bila ugenini dhidi ya kusanya kodi TRA, wakati Coastal Union wametoka kupoteza kwa bao 1 bila dhidi ya chui mweusi Singida Black Stars. Rashid Hamis, kutoka kwenye hizi takwimu hapa, Coastal Union wanaoelekea mfupa wa aina gani? Wametoka kupoteza mchezo, wanakutana na Simba. Huwezi kufananisha madaraja ya Simba Sports na Coastal Union. Coastal Union tunaposema hizi ni timu za madaraja ya kati, tunakuwa tunamaanisha kweli, kwa sababu dream ya wachezaji wengi ni kukutana na mechi kubwa za kariba ya Simba, kwa maana na wao pia waweze kuonyesha kile ambacho wamekuwa nacho, kwa sababu wanaamini kufanya kwake vizuri akiwa na Coastal Union inamtengenezea hatua moja mbele. Na hizo hatua ni zipi? Ni kwenda kujoin na Azam, kujoin na Simba, kujoin na Yanga. Kwa unakuta hata management ya timu mmoja mmoja inaweza kaa so official, lakini mmoja mmoja hata mwalimu mazoezini anaweza kawa anawaambia kwamba hizi ndo mechi ambazo zinataka kuonyesha wewe, watu wa kuone una kipi ambacho unatakiwa kuniofa. Kwa hiyo unakuta hizi ni mechi ambazo mchezaji mwenyewe anakuwa anatamani kuzicheza, hata kama hayuko fit anatamani kucheza. Sasa ukirejea kwenye hizo takwimu ambazo unaziona, Simba Sports kafungwa magoli 6, si ndio? Magoli ya kufunga ni 24. Kapoteza mechi moja. Tunapokuwa tunasema hii timu ni title contenders, huwa mara nyingi tunaangalia magoli ya kufunga na kufungwa na mechi za kushinda na kupoteza. So unaelewa, timu yoyote ambayo inahitaji ubingwa ni lazima iwe imeruhusu kufungwa magoli machache na iwe na idadi kubwa ya magoli ya kufunga, kwa maana ionyeshe utofauti wa safu ya ushambuliaji, ubora wa safu ya ushambuliaji na uimara wa safu ya ulinzi na idadi kubwa ya mechi za kushinda. Hapo tunakutem kama wewe ni timu ambayo unahitaji ubingwa. The same ukiangalia za Coastal Union, takwimu zake magoli ya kufungwa 18, magoli ya kufunga 12. Unaona kabisa hii ni timu ya daraja ya kujipapatua, kwamba yani hawa wapo kwa sababu ya kutaka kuifanya timu iendelee kubaki ligi kuu. Ukiingia deep sana, huwezi kukutana na timu hii ikiwa na malengo ya kuwa bingwa au kumaliza nafasi ya 4. Ni ndoto inatokea, kwa sababu katika mechi 16 ameshinda mechi 3. Hii timu inawezaje kumaliza nafasi ya 4? Hii timu inawezaje kuwa bingwa? Sio, unaelewa? Yaani michezo aliyoshinda ni michache kuliko idadi kubwa ya michezo ambayo amecheza. Sio tu hiyo, kama haitoshi, rejea kwenye nafasi ambayo anashika kwenye ligi. Ukiwatazama Coastal Union wako kwenye mstari wa njano, manake hawapo kwenye nafasi nzuri. Manake hiyo mstari wa njano tafsiri yake kwamba nyinyi kama ligi inaisha leo hii, manake Coastal Union wanacheza playoff, sio? Kwa kwenye mstari wa njano na mstari mwekundu, tofauti yao ni alama 2 baina ya wao na ambao kwenye mstari mwekundu. Tofauti yao ni alama 2. Kwa hiyo wapo kwenye eneo la hatari, wapo kwenye danger zone. So wanahitaji kushinda mechi nyingi zaidi, lakini unashinda dhidi ya nani? Inawezekana ile self motivation ya wachezaji ikaenda kukupa matokeo mazuri dhidi ya Giant, kwa sababu kuna namna pia hizi mechi kwa wachezaji wakubwa kwenye timu kubwa kuwa haziendi kutafsiri ushindani halisi. Sometimes wachezaji wakubwa huwa wanadharau hizi mechi, wakiamini tuna uwezo kupata matokeo muda wowote na tutafanya chochote. Sasa wanakutana na surprise, unakuta nyinyi mechi mmekamia na mpo tayari kila mtu kutoa alichokuwa nacho kwa 100%. Hapo ndipo ambapo unaenda kukutana mechi ngumu kiwanjani. Lakini ukirejea kwenye zile takwimu ambazo wamezitengeneza wenyewe, unaona ni madaraja mawili tofauti, na ndio uhalisia. Kwa sababu hata ukiangalia quality players wa Coastal Union, unaona ni vijana wachache ambao huwa wanatoka mmoja mmoja, lakini ukiangalia this time unaona kuna Kichuya pale ni senior, ni kama ameshamaliza kwenye football ya Tanzania. Kina Makambo wanajitafuta, lakini bado hawajamiti ile quality ambayo
unaweza ukasema sasa Makambo anaingia kwenye quality ya wachezaji ambao tunaamini anapaswa kushindana hapo. Wakina Maabad wamekuwa na msimu wa in and out. So ni timu ambayo Muya anahangaika kuitafuta. Imefungwa magoli 18. Ni magoli mengi sana. So unaelewa? Yaani ni magoli mengi. Manake safu ya ulinzi inafanya makosa ya kutosha. Si ndio? Na makosa haya ya kutosha ambayo wanayafanya ndivyo ambayo yanawafanya kupoteza mechi. Unaona zile mechi 3 ambazo wameshinda katika mechi 16. Yaani hii ni poor performance. Total poor performance. So unaelewa? Manake wana nyakati ngumu dhidi ya Simba, lakini mimi kwenye hizi mechi huwa nasema ni mechi ambazo zinamhitaji mchezaji yeye mwenyewe kuwa tayari na kuonyesha kile alichokuwa nacho ili kutengeneza kesho yake na kuwaje. Ndio maana hizi mechi zinakuwa ngumu, lakini wanapokutana wao kwa wao, yani let's say Mtozi kama itampendeza turudishie takwimu za Singida Black Stars, zile takwimu zile. Umeona zile takwimu za Singida Black Stars? Yani Singida Black Stars wana wachezaji wenye profile kubwa. Wameshinda mechi 7 kwenye mechi 15. Yaani zile kama 10 wamesare 4. Wana sare 4. Lakini angalia magoli ya kufunga. Wamefunga magoli 18, wameruhusu 15. Kuna positive. Manake zile ni takwimu za daraja la kawaida sana. Ni timu ya daraja la kawaida sana. Si unaelewa? Sio hizi za Simba, za Singida kama utakuwa nazo Mtozi. Yaani ni timu ya daraja la kawaida. Takwimu zinakuonyesha. Lakini hizo takwimu hazikutolewa mahala wakapewa. Ni wao wamezitengeneza wakifanyia kazi. Yes, hizi hapa. Si unaziona? Magoli ya kufungwa 18. Magoli ya kufungwa 15, ya kufunga 18. Wameshinda mechi 7 katika mechi 15. Ni nusu ya mechi ambazo wamefanyaje? Wamezicheza. Hii timu huwezi kusema hii timu ni title contenders. Haiwezekani. Si ndio? Lakini ni timu ambayo ina uwezo wa kujipapatua kubakia kwenye ligi na kutengeneza na kimsingi hapo wamekamilisha mzunguko wa kwanza. Maana mzunguko wa kwanza umemalizika. Haya ndio matokeo wamekuwa nayo. Nadhani kiporo chao hiki. Ni mawili, aidha washinde mechi zote zijazo ama washinde zaidi ya 10. Sasa kwa mujibu wa takwimu hizi ambazo wamezitengeneza wao wenyewe, manake huwaoni kushinda hizo mechi zote zijazo. Kwa sababu kama hivi tu ndivyo ambavyo unaziona, angalia idadi ya kufunga na kufungwa, tofauti ni magoli 3. Si ndio? Manake safu ya ulinzi haifanyi vizuri, safu ya ushambuliaji inafanya vizuri lakini sio vizuri sana. Lakini idadi ya mechi ambazo wao wameshinda na idadi ambazo mechi wamepoteza ni mechi 4 ambazo wamepoteza. Hapo kitaalamu Rashid Hamisi, japo tunakuwa kama tumerudi tena kwa Singida Black Stars. Nataka kufanya comparison kuonyesha mimi kwa upande wangu nahisi safu ya ulinzi ndio iko vibaya zaidi. Safu ya ushambuliaji nafanya kazi yake magoli 18. Kuonyesha hapa, nilichotaka kuonyesha kwenye hizi takwimu ukilinganisha na takwimu za Coastal Union. Sio, unaelewa? Hauioni tofauti kubwa takwimu za Coast pamoja na takwimu za Singida Black Stars. Angalia idadi ya magoli ya kufunga na kufungwa. Angalia idadi ya mechi hizo. Goli 15 au wamefungwa goli 18. Kwa hiyo tofauti ya magoli 3. Wale wameshinda goli ya 12, wana sare 4 wale. Magoli 15, magoli 12. Wale wana sare 4 au wana sare 6. Wana tofauti ya magoli 5 kwenye kufunga, wana tofauti ya magoli 5. Wameshinda mechi 7, wameshinda mechi 3. Umeona? Kwa hizi takwimu zinakuonyesha hizi ni timu za madaraja ya kawaida. Sasa ukitaka kujua, ukitaka kuwatofautisha hawa na wenzao, angalia takwimu za Azam. Angalia takwimu za Azam. Takwimu za Azam zinakuonyesha kwamba hawa ni title contenders. Ukiangalia wanachokifanya. Wamefungwa magoli 4. Wamefunga magoli 21. Wanakuonyesha kwamba hawa wana uwezo wa kufunga na wana uwezo mkubwa wa kujilinda na hawajapoteza. Na hawajapoteza mechi hata moja. Sio, unaelewa? Inakutamanisha kuamini kwamba Azam anaweza kuwa sehemu ya watu ambao wanaukaribia ubingwa kwa karibu, kutokana na kile ambacho kinaonekana kwenye takwimu ambazo wao wamezitengeneza, kwa maana safu yao ya ulinzi imekuwa imara zaidi kuto kuruhusu goli. Hii inakuonyesha kwamba kama hauwezi kuruhusu magoli mengi, si ndio? Maana yake wewe unaukaribia ubingwa, kwa sababu inakupa nafasi nzuri zaidi ya kujifanyia tathmini kwenye safu ya ushambuliaji, ambapo safu ya ushambuliaji ikifunga magoli, safu ya ulinzi ikalinda lile goli lilofungwa, maana yake unazikaribia zile dalili za wewe kuwa bingwa. The same ukiziangalia takwimu za Simba,
ambazo ukiangalia magoli yao ya kufunga 24, magoli ya 24, magoli ya kufungwa magoli 6. Angalia hiyo tofauti, maanake inakuonyesha kwamba hata huyu pia japo hizi goli 6 hapaswi kuziongeza, anapaswa kuendelea kuzipunguza, kwa sababu kadi ambavyo anaruhusu ndivyo ambavyo anatengeneza mazingira magumu zaidi ya kukaribia ubingwa. Lakini bado unawapongeza, wana namba kubwa ya matokeo, wana namba nyingi za kushinda. Angalia amepoteza mechi moja, yes, ana sare mechi 4 na ana idadi kubwa ya magoli ya kufunga na ana magoli machache ya kufungwa. Maanake safu ya ulinzi ya Simba Sports Club inakupa matumaini. Sasa dhumuni la kuonyesha hizi takwimu zote ni kwamba utofauti wa timu kubwa kwa maana ya title contenders na timu za madaraja ya kawaida. Yaani Singida Black Stars ni timu ya daraja la kawaida ambazo takwimu zake hazina tofauti na takwimu za Coastal Union ambayo yupo kwenye mstari wa njano kwa maana anaenda kucheza playoff. Lakini Simba na Azam takwimu zao zinakuonyesha kwamba hawa ni title contenders kutokana na nini? Kutokana na takwimu zao ambazo wamezipika kwenye dalili ya kuonyesha kwamba hawa wanaweza kushindana. Na hata kwenye msimamo pia unaona Simba anashika nafasi ya 2, Azam anashika nafasi ya 3, si ndio? Lakini tofauti yao kati ya Simba na Azam ni michezo ambayo wamefanyaje? Wamecheza. Lakini alama zao, Azam ana uwezo kuzifikia alama za Simba na Simba ana uwezo wa kupambana kuzifikia alama alizokuwa nazo Young Africans. So hawa unaona ni serious contenders kwenye NBC Premier League. Na nini kinawapa hii jeuri au nini kinaonyesha ishara hii? Ni magoli ya kufunga na kufungwa na ukusanyaji wa mechi ambazo wameshinda. Tofauti ya Singida Black Stars ambaye shika nafasi ya 6 na Coastal Union ambaye shika nafasi ya 13, wameruhusu magoli mengi na wameshinda idadi ya mechi chache. Kwa hiyo unakuta Singida Black Stars tunampa heshima kwa sababu ana wachezaji wenye quality ambayo wana uwezo wa kucompete dhidi ya timu kubwa ambazo sisi tumezipa hadhi hiyo, si ndio? Kwa maana ya Simba, Yanga na Azam, si ndio? Lakini matokeo wanaoyapata hayafanani na hadhi ya quality au grupu ya wachezaji ambao wamewakusanya. Kwa hiyo unaona bado kuna kazi ya ziada Singida Black Stars kama ukitaka kujipapatua, na ndio maana mimi nakwambia kwenye uwanja ambao anautumia ule Airtel, Ibenge na timu yake hawatakuwa na sababu ya msingi ya kusema kwamba kwa nini tumepoteza mechi dhidi ya Singida Black Stars. Huko na kwenye mechi ya Singida na Azam ambao tulipita, lakini kwa swala la magoli ya kufunga na kufungwa ndo unarudi kwenye ile dhana ya kwamba wanasema safu nzuri ya ushambuliaji itakupa ushindi, lakini safu nzuri ya ulinzi itakupa ubingwa. Mourinho safa hizo. Kwa hiyo bwana kinga mkono sasa kuzielekea dakika 90 siku ya Alhamisi hizo za Simba na Coastal Union katika uwanja ambao mara ya mwisho Coastal walipofika pale walipata draw kwa JKT Tanzania, right? Kwa draw 1-1. Unaona wanaweza kaondoka hata na draw yani, kwa dakika kama 2 kwa msimu ulivyo na kwa Simba wanayoona, umeona Simba imeanza kurudi kwenye mstari wake na Coastal Union sio miongoni mwa timu ambazo zinaisumbua sana Simba. Ukitaja timu ambazo zinaisumbua Simba, Coastal Union kihistoria sio miongoni mwa timu ambazo zinaisumbua Simba. Hata ukiangalia kwa rekodi zao za mechi kadhaa hapo unaona Simba ameshinda kwenye mechi 8, Coastal Union hajamfunga Simba kwa muda mrefu sana. Umeona? Kwa hiyo ni rekodi zake unaonekana Simba tayari anaenda kwenye mchezo huu akiwa ameshinda. Na sasa anakwenda kwenye mchezo huu akiwa anajua kabisa hii mechi ni kiporo. Anajua akishinda anamzidi kumuongezea pressure Yanga pale juu. Anapunguza ile gap linakuwa kutoka pointi 7 za sasa zinabaki pointi 5. Unaona? Kwa hiyo maana anazidi kumsogelea, zinabaki pointi 4. Kwa hiyo anamsogelea Yanga na hicho ndicho Simba anachokitaka. Kwenye hivi viporo vyake lazima ahakikishe kwamba anaokota. Na hawa si miongoni mwa timu ambazo zitamsumbua kulitimiza hilo. Kwa hiyo unawaona kabisa Simba anakwenda kwenye mchezo huu akina dhamira hiyo. Yaani kama Simba watapoteza mchezo huu au wakitoa sare, wao wenyewe ndio watakuwa wamejishambulia. Na wanaona wamepata muda mzuri wa kupumzika. Mapumziko yamewatumia wachezaji wake wengi wao walikuwa kwenye klabu au kwa kwenye timu zao za taifa, ukiacha wale wachache ambao walikuwa kwenye timu ya taifa Tanzania. Kwa hiyo ana kikosi chake kile imara na kocha Steve Barker anajua umuhimu na uongozi wa Simba unajua umuhimu wa mchezo huu. Kwamba hizi ndio zile nafasi ambazo sisi tumezipata kwa kupitia mlango, tusiuache. Kama kweli tunataka ubingwa msimu huu, mlango wa kwanza kufuatia ubingwa ni huu. Kwa sababu kama wakishinda maana wazidi kumuongezea pressure Yanga kabla ya mchezo wake na Yanga anakuja kucheza mchezo wake unaokuja. Kwa hiyo anaamini kabisa akishinda mchezo huu na mechi ya Jumapili dhidi ya Azam
na yenyewe itazidi kuonyesha kwamba okay, sasa Simba anataka kitu. Kwa hiyo nadhani kwa Simba naona wana nafasi kubwa. Coastal Union bado wana mtihani mkubwa, kikosi chao bado wanataka kuimarisha zaidi, hasa kwenye kuruhusu magoli, waendelee kuimarika. Umeona wamemuongeza Ulimwengu, sijajua bado atawapa nini Thomas, lakini ni timu ambayo wanaweza kupambana, lakini si zidi ya mechi ya Simba. Historia yao inawabana zidi ya Simba.